ya KTN. Na tusalie katika siasa za Ol Kalou. Viongozi wa upinzani wameshtumu serikali kwa kuratibu kile walichokitaja kuwa ni rushwa ya kura kwa kiwango kikubwa, pamoja pia na matumizi mabaya ya rasilimali za umma kabla uchaguzi mdogo ubunge wa eneo bunge la Ol Kalou. Katika taarifa pamoja, viongozi hao wamedai kuwa viongozi wa serikali wanatumia rasilimali za umma kumfanyia kampeni mgombea wa chama cha UDA, tuhuma wanazosema kwamba zinahatarisha uwazi na uaminifu wa mchakato wa uchaguzi huo mdogo. Sasa wanalaumu tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC pamoja na vyombo vya uchunguzi kwa kutochukua hatua. Bramwell Bwire ana taarifa zaidi. Wakati taifa zima likiwa limeelekeza macho yote kwenye uchaguzi mdogo wa Ol Kalou, viongozi wa upinzani sasa wameeleza wasiwasi wao kuhusu kile wanachosema ni kiukaji wa sheria za uchaguzi. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa Ijumaa, wanadai kuwa fedha taslim, magodoro yenye nembo ya serikali, mitungi ya gesi na vitu vingine vinatolewa kwa wapiga kura ili kuwashinikiza kuchagua upande fulani. Viongozi hao pia walidai kuwa baadhi ya maafisa wa umma wanatumia rasilimali za serikali kufanya kampeni, wakisema hatua hiyo inakiuka misingi ya uchaguzi huru na wa haki. Ni aibu, haitarajiwi kabisa kwa demokrasia. Yaani wanapeana hongo hadharani. Hata Wakikuyu wa Ol Kalou sijui kama ni waogeleaji, wameletewa hata boat. Wanaletewa reli, wanaletewa boti. Wote wafanyikazi wa umma ambao katiba ya 2010 inawakataza kuingilia shughuli za siasa, wote wametumwa huko na Bwana Ruto. Kwa mujibu wa upinzani, matendo hayo yanakiuka sheria ya makosa ya uchaguzi. Sasa wanaitaka IEBC kutotekeleza tu sheria, bali pia idara ya upelelezi ya jinai pamoja na tume ya maadili na kupambana na ufisadi kuchunguza na kuwafikisha mahakamani wanaohusika. Itaonyesha wazi kama hiki kikundi hiki cha Bwana Ethekon kinaweza kuaminika na Wakenya kusimamia uchaguzi mwaka ujao. Wakifanya haki, Wakenya watasema ndio umejaribu, we'll be ready to give you an alternative, another chance. Viongozi hao wa upinzani pia wamepinga wazo lolote la kuahirisha uchaguzi huo, wakisema wakazi wa Ol Kalou hawapaswi kunyima haki yao ya kikatiba ya kuchagua mwakilishi wao. If you try to cancel this by election, I can tell you, you will have cancelled yourself out of the imagination of the Kenyan people. If he has evidence against any specific candidate who has been involved in voter bribery, that is the candidate that he should withdraw. Uchaguzi huu mdogo wa Ol Kalou unapigiwa darubini kwa makini kama mtihani mkuu wa kisiasa, huku matokeo yake yakitarajiwa kuwa ya ushawishi mkubwa katika mwelekeo wa siasa za nchi kuelekea mwaka uchaguzi wa 2027. Bramwell Bwire, KTN. Na tusonge mbele mtazamaji. Mbunge